Bana, tunakubless exclusive interview na mkandamizaji wa kike. Kwa mtazamaji ambaye anatazama, amesikia tu jina la mkandamizaji wa kike, hajafahamu tunazungumza na nani, labda mwingine unaweza ukatutajia tunazungumza na nani? Nazungumza ukitaka kupigana njoo sasa nikuonyeshe show. Ndio nazungumza naye sasa hivi. Huyu hapo Aisha Masanja anafanya vizuri sana na mjini hakuna kuogopana. Hongera. Asante. Hongera kwa tour pia. Asante, nashukuru Mungu. Tour yako imekuwa ya moto kidogo. Tuambie baadhi ya mikoa ambayo umepita. Mikoa nimepita mingi sana. Nimeenda Tarime, Kahama, Mwanza, Kigoma nimetoka tu juzi. Ifakara, sehemu nyingi tu nimetembea. Hatimaye umeingia Tabora. Hatimaye nimefika leo Tabora. Mimi nataka unipe story kidogo kwenye career ambayo umeanza, lakini mtu ambaye anatazama anataka kufahamu baadhi ya bendi ambazo umepita mpaka sasa hivi umefika na mafanikio sasa unayaona. Bendi nimetumia muda mrefu kupita kwenye mabendi. Bendi yangu ya kwanza kabisa nimepita bendi ya Coast Modern Taarab ambaye mkurugenzi alikuwa Omar Tego. Ndio bendi yangu ya kwanza kujifunzia. Nilipotoka nikapita katika bendi ya Zanzibar Star, ila Zanzibar Star pale sijabarikiwa kurekodi kwa sababu ukizungumzia mwanzo Zanzibar Star kuna mastaa wengi, na kwa hiyo pale si wengine tulikuwa machipkizi, tunaitikia tu chorus ama unaimba nyimbo ya Bi Mwana kuashiria kwamba unaweza kuimba, ndio maana umekaa pale. Nimetoka pale mimi nikaenda Team Moto, Tanzania Moto Tanzania Moto pale nimerekodi nyimbo zangu 2. Riziki Shortcut na Ubaya na Mwisho, wengine wanaisema Kaptula. Nimetoka pale nikaenda zangu kwa Amigo, nikabarikiwa kurekodi pia. Nimerekodi Usijipe Ekaeka. So mjini hakuna kuogopana, maana wengine wakaambia usijipe ekaeka, ndio ile kugombana kwa sababu kuna maneno yanatumika, ila hiyo inaitwa usijipe heka. Hizo ni nyimbo 2 tofauti. Nyimbo 2 tofauti. Ila DJ ukimwambia anakuwa ielewi mpaka nimuelezee. Okay. Sasa hivi tupo kwenye mafanikio. Naweza kusema hivyo, tour zimekuwa nyingi. Nataka uniambie hii ina maana gani hasa kwako? Unapoona sasa hivi simu zinaita za kutosha, ili jiwe lako linafanya vizuri kweli kweli kwenye mitaa, kwenye mabaa, sehemu tofauti, ina maana gani hii? Yaani kwanza nabidi nimtangulize Mwenyezi Mungu. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa tour hizi, wake bila yeye Aisha Masanja alikuwa anamjua, lakini tofauti na sasa hivi. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu, kwa kila hatua. Na tour zangu zimepiga nyingi sana na zimenipa mafanikio mengi. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya mjini hakuna kuogopana, kuna kazi mpya ambayo umeiachia. Inaitwa Uyawezi Mambo, Kaa Kushoto. Hizi ideas zinakujaje Aisha? Mbona kama vyuma hivi ni vya moto sana, upoi ndugu yangu. Mimi nacheza na washabiki wanataka nini. Najua unafika hatua na msanii anatakiwa uumize kichwa, uangalie washabiki wanataka nini. Kama washabiki kutaka kupigana, njoo tumeleta. Kwa hiyo sasa hivi pia Uyawezi Mambo, hii nyimbo inazungumzia wale ambao wanaitunzwa hawarudishi. Kuna wale watu ambao hawarudishi fadhila. Wanatunzwa alafu wanatafuta sababu ili akununie asikurudishie mtunzo wako. Kwa hiyo nyimbo inazungumzia hivyo. Uyawezi Mambo, Kaa Kushoto, sifosi. Umewapelekea moto kweli kweli. Na bado vipo vina bato pia ipo. Nataka nifahamu unaweza vipi kucompete na malegend ambao wapo pia kwenye industry kwa muda mrefu, na wewe pekecha mpaka umepata nafasi yako sasa hivi. Mimi hao sinaga muda kuongelea sana kwa sababu wao wamenitangulia kimziki, na wamefanya mziki na wanajulikana, sio wajulikani. Lakini kuna muda ukifika, wakati wa Mungu sahihi, Aisha naye kapenya, nimejulikana. Kwa hiyo sina cha kuambia. Okay. Labda kuna kutokupewa support kwa aina yoyote baina ya wasanii kwa wasanii, maana tunafahamu pia mtu anapopata nafasi labda kuna baadhi ya watu hawamsupporti, labda changamoto kama hizo kwenye kazi zinakuwepo. Changamoto zipo nyingi sana kuhusu wasanii, yani kusapotiana inakuwa ngumu. Hiyo ipo. Wewe kama unatoka mwenyewe.
Lakini kusema kusupport msanii mwenzio, yani 10 kwa mmoja, lakini so asilimia nyingi sana. Bendi ambayo uko nayo sasa hivi? Niko mwenyewe. Uko mwenyewe? Au unahitaji kufanya kazi kwenye bendi? Mimi bendi nimetumika sana. Kwa hiyo sasa hivi natumia fursa yangu ambayo nilikuwa nayo. Kwa hiyo kwenye bendi naomba Mwenyezi Mungu sitamani kwenda kwenye bendi yoyote. Niendelee mwenyewe tu. Kwa sababu kama kwenye bendi Aisha Masanja nimeanza muda, nimetumwa sana kwenye mabendi. Namjua kiongozi huyu yuko vipi, huyu yuko vipi. Kwa hiyo naomba pia mwenyewe nafuatilia, inawezekana Mungu akanijalia kheri, akanipa rehema, nikawa na bendi yangu. Hii ni exclusive juu umetupa hiyo. Kweli. Tuambie vizuri hapo kidogo kwa undani. Hii mikakati ipoje, labda kama na jina hata umeshaandaa? Aina ya watu wapiga vyombo, labda unasema nitakuwa na huyo, nitakuwa na yule, labda kwa uchache. Wapiga vyombo bado sijafikiria, kwa sababu wapiga vyombo wetu asilimia nyingi ndio wao wanazunguka. Huyu anapiga huku, anapiga huku. Kibarikiwa hapo mambo yakiwa sawa, basi nitawatangaza. Tuendelee kusubiri. Msubiri na mniombee dua jamani, washabiki wangu. Lakini mafanikio unapokuwa upo solo artist kama hivyo, uko peke yako, maana yake unaweza kukidhi majukumu yako kwa wakati. Kweli, yani majukumu yangu nayakizi kwa wakati kweli, wala hujaongopa. Yani afu kama kitu ambacho nakitaka muda wote, saa yote nakipata. Tofauti ukiwa kwenye bendi kwamba unaweza ukataka kitu ukaambiwa subiri kwanza. Kwa sababu kwenye bendi kama tupo wengi, kwa hiyo huwezi kusaidiwa peke yako, kila mtu ana tatizo lake. Lakini mimi mwenyewe nilivyo sasa hivi niko peke yangu, na maana natatua kitu changu kwa muda wote ule. Kwa muda unaotaka wewe. Muda wote naitaka mwenyewe. Tunataka tufahamu labda kama kuna management ambayo inamsimamia Aisha Masanja, maana anawika kweli kweli sasa hivi. Si haiwezi kawa kawaida tu yuko peke yake alafu awe ametoboa namna hii. Ikoje? Yupo mimi ananisimamia, anaitwa King Furniture One. Ni mume wangu mimi mwenyewe. Wacha. Ndio mkurugenzi. Wacha. Mtu akitaka show anaongea na mkurugenzi, hamna shida. Kwa hiyo ya kifamilia kabisa. Ya kifamilia. Na kama kuna management ambayo inataka kufanya kazi na Aisha Masanja, vigezo ni vipi ambavyo unavizingatia, kwamba nini na nini hasa wakija navyo tunaweza tukafanya kazi kwa lengo la kukua zaidi? Yani kama show au kama nini? Mfano ni management ndio inataka ije iwekeze kwa Aisha Masanja kutokana na muziki wake. Sasa yani kama wadhamini, si ndio, watu ambao wanakudhamini waje kwa ukubwa zaidi, maana yake ni vipengele vipi wewe umeviweka kwa hao watu ili waweze kushirikiana na mume wako muweze kupeleka muziki mbele zaidi? Hivyo vyote inakuwa na vitu pia kwa mkurugenzi. Ina maana anaongea nao, vitu vinaeleweka. Kama sicho mimi mwenyewe pia naweza kuongea mdomo hapa, hapana iko sijaelewa. Ila asilimia kubwa sana yeye ndio anakuwa anaongea na hivyo vitu. Aisha Masanja aka mkandamizaji wa kike ni mwanadada ambaye anafanya vizuri sana kwa sasa kwenye career ya muziki wa taarab, lakini pia yupo kwenye vibao kata, tunamuona sehemu tofauti anashiriki. Ni mtu ambaye nyota imewaka sana. Una lipi la kumwambia Aisha Masanja? Kazi amefanya na vitu vingine vingi vizuri vinakuja kutoka kwake, mkandamizaji wa kike. Thanks for your time, sister.